Elimu ya katiba inatakiwa ifanyike, Watanzania waijue katiba. Yaani kwanza uende kwenye rasimu ya katiba, lakini pia waipitie katiba iliyopita ambayo ipo sasa, ili wajue ni mapungufu gani ambayo yanastahili kwenda kufanyiwa marekebisho au maandalizi ya katiba mpya. Sasa tukichukua katiba hii kwa mfano kwenye swala la elimu, watoto wetu wanapata tabu mashuleni, elimu wanazopewa za kuwafundisha watoto jinsi ya kukaa na mwanamke, jinsi ya mwanamke kijana anapokuwa aishi vipi na mwanamume, au mazingira ya kike na ya kiume. Kwa hiyo lile somo linakuwa kidogo liwekewe vizuri, kwa sababu tafsiri yake watoto linawaingia zaidi kichwani, wanaenda kufanya majaribio na watu, lakini tunatengeneza pia vijana wengi na mabinti wengi kuwa wanaingia katika wimbi la uasherati. Kwa hiyo elimu ifanyiwe maboresho pale, jinsi ya kufundishwa katika mashule yetu. Lakini lingine pia, Watanzania wengi wanadai katiba lakini hawaifahamu hata hiyo iliyokuwepo. Lazima tufanye marekebisho kwa hiyo katiba ambayo inayotakiwa kutengenezwa. Lakini pia serikali itoe maoni kwa wananchi, iwatembelee, ipate kujua wanawaza nini, wanahitaji au hawahitaji, na kama wanahitaji kinachowakera ni kitu gani. Wafanye white paper kama walioifanya katika nchi ya Zanzibar. Walipitisha white paper kupata serikali ya mseto, wananchi asilimia kubwa ikaonekana wanahitaji, na ndio wakalifanya hilo. Kwa leo Tanzania tunahitaji tufanyiwe jambo hilo ili tuendane na mfumo wa serikali, kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake. Ndio. Unapomfundisha mtoto jambo anatia akilini, na akitia akilini anatakiwa kulifanyia kazi, na ndio maana anaenda kulifanyia kazi. Hapa siku za nyuma Kirumba, kijana mmoja mdogo tu aliweza kumbaka kijana pale Songambele, na mimi nilishuhudia. Lakini ukimwangalia yule binti ni kama na yeye ana miaka 8 au 7, alikuwa tayari ana uzoefu. Sasa lazima uchanganue uzoefu anaupataji. Kwa hiyo jambo kama hilo sio jema hata kidogo. Lakini narudi kwenye trustee ya BAKWATA, ili lilikuwa napita tu kidogo. Ndugu zangu waheshimiwa Waislamu, narudi kwenye trustee ya BAKWATA. Sisi tumetoka juzi kwenye uchaguzi, na uchaguzi tuliotoka, watu wengi wanaamini kwamba nafasi ambazo zimo kwenye BAKWATA ni mjumbe wa halmashauri kuu ya kata 5, katibu, mweka hazina pamoja na mwenyekiti ambaye ni imamu. Lakini ndugu zangu, watu wamegombana misikitini, hasa Kaboro. Palikuwa pana vita. Lakini mimi niliyotoka hapa kwenda kusimamia misikiti, nilisimamia Kitangiri Al-Hidayah, nilisimamia msikiti wa hapo Takwa. Unaona watu wanagombana, hawana sababu ya kugombana. Hivi kiongozi wa msikiti ni wale 10 tu, ambao mwenyekiti, katibu, mweka hazina, wajumbe 5 wa msikiti, wajumbe 2 wa mkutano mkuu wa kata kwenda mtaa, hao ndio wajumbe tu wa kamati ya msikiti. Kitangiri pale pana nafasi 4 za baraza la shehe. Kule Nyamanoro kuna nafasi 5 sio. Hawa watu ndugu zangu, nataka niwasomee kidogo tumjue nafasi zenu. Yaani mkijua wala hamtapata shida katika trustee ya BAKWATA. Na ndio maana kitu hichi watu wanazozana mara kwa mara bila kufahamu. Maana nikisema hichi nasema kitu ambacho nina ushahidi nacho. Mnisikilize vizuri Waislamu. Kamati ya msikiti, ukurasa wa 7 kifungu cha 12. Kamati ya msikiti, kutakuwa na kamati ya msikiti katika kila msikiti wa Baraza Kuu la Tanzania Bara. Kamati ya msikiti itakuwa ndio kikao cha mwanzo kabisa cha uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. 13. Tulieni vizuri mnisikilize. Kamati ya msikiti itakuwa na wajumbe wafuatao. Hapo ndio lengo langu sasa. 1, imamu wa msikiti. 2, naibu imamu wa msikiti. 3, wajumbe 5 waliochaguliwa na mkutano mkuu wa msikiti. 4, wajumbe 2 wa kuwakilisha msikiti katika mkutano mkuu
wa kata. Hapo wote mnapajua. Sasa msipopajua ndio naanza sasa. 5, wajumbe wa vikao vya juu wanaoishi na kuswali katika msikiti huo. Wajumbe wa vikao vya juu wanaoishi na kuswali katika msikiti huo. Kwa mfano, shekhe wetu wa mkoa Sheikh Kabeke ingekuwa anaishi Kabohoro, ingekuwa ni muumini wa Kabohoro. Shehe wetu wa mkoa ingelikuwa yuko Kirumba Kati, ingelikuwa ni muumini wa Shamsia. Sijui tunaelewana? Hali kadhalika mashehe wa kata, wajumbe wa kata wanatakiwa kwenda katika maeneo yao. 6, katibu wa msikiti. 7, mweka hazina wa msikiti. Sasa unakuta kabisa wajumbe wote hawakujaza kwenye baraza la shekhe watu, lakini wale ni wajumbe halali wa kikao cha kamati ya msikiti. Ina maana ukijaza kule kwenye wajumbe 7 na wewe kwenye vikao vya msikiti unafanyaje? Unaingia. Sijui tunaelewana? Sasa kuna nafasi ziko wazi, watu hawakuzijaza, lakini kuna wale wajumbe 5 wa kusuluhisha migogoro katika misikiti, wale wazee na wenyewe ni wajumbe halali wa vikao. Sasa misikiti mingi utakuta wale wajumbe 5 hawapo, ikiwemo na Shamsia. Sijui mnanielewa? Wajumbe 5 waliochaguliwa na mkutano mkuu wa msikiti. Sijui umenielewa? Wajumbe 2 wanawakilisha msikiti katika mkutano mkuu wa kata. Sawa? Wajumbe wa vikao vya juu wanaoishi na kuswali katika msikiti huo. Mweka hazina wa msikiti. Hao ndio wajumbe halali wa vikao vya kamati ya msikiti. Na watoke katika maeneo yao. Tumeelewana jamani? Lakini kuna misikiti kama ya kina Jafari, mwende mkajaze nafasi, mzizibe mnaotaka kamati za msikiti. Katika misikiti mikuu, katika misikiti ukurasa wa 9 kifungu cha 17, katika misikiti mikuu ya baraza litaweka mamlaka ya misikiti yatakayoteuliwa na mufti. Misikiti mikuu ya baraza wataweka wao mamlaka yatakayoteuliwa na mufti, shekhe wa mkoa, shekhe wa wilaya au shekhe wa kata kwa idhini ya mufti na ngazi husika, na kudhibitishwa na baraza la kuthibitishwa na baraza la ulamaa lenye mamlaka hiyo litafanya kazi ya misikiti itawajibika kwenye ngazi husika. Unapoisikia misikiti mikuu huwa inateuliwa na mufti moja kwa moja. Lakini swali, mufti yupo hapa? Wenye mamlaka ndio wanatoa mapendekezo kupeleka wapi? Juu. Kwa mfano, hapa tunaye UDA hawajafanya uchaguzi, na ndio maana uchaguzi wa kata UDA hawakupiga kura kwa sababu wajumbe wao hawajaingia katika mwaka huu wa kuteuliwa. Msikiti wa Kitangiri, msikiti wa Nyamanoro, msikiti wa Buzuruga, misikiti ile ni misikiti mikuu, wataweka mamlaka wao, yani wao ndio wataleta majina ya viongozi katika misikiti ile. Tunaelewana vizuri? Mimi mtu ananiuliza UDA kwa nini hawafanyi uchaguzi? Sasa jibu ndio hilo hapo. Wekeni mamlaka, mtakapoteuliwa hamtakuwa. Uongozi una aina 2. Uongozi una aina ya kwanza ni kuchaguliwa kama tulivyochaguliwa sisi. Uongozi wa pili una kuteuliwa. Huu uchaguzi ninaosema mimi ni uongozi wa kuteuliwa. Anayekuteua ana mamlaka ya kukuondoa. Anaweza akakuteua leo, kesho akakutoa. Sijui mnafahamu maana yake. Kwa hiyo misikiti ya kuteuliwa utafanyiwa uteuzi wao kama kawaida. Ndio maana wakati UDA wanagombana Takwa pale, mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya kusuluhisha mgogoro katika msikiti wa Takwa. Ndio maana walipiga kelele sana pale, lakini utafiti ulikuwa ni msikiti wa nini? Wa kuteuliwa.
na ndio maana tulimsimamisha katibu pale kwenye mamlaka, walifanya hivyo, bado tunasubiri uteuzi wa pale TAPWA Nyamanoro. Kwa hiyo ndugu zangu, anayeteuliwa na anayechaguliwa wote wamo katika katiba ya BAKWATA. Usione tumefanya sisi uchaguzi baadaye wanakuja kuangalia menendo ya maimamu, baadaye wanakuja kuangalia menendo ya makatibu wale wa kuteuliwa, baadaye wanakuja kuangalia mashehe wa wilaya, mashehe wa mikoa, wanaangalia mpaka taifa. Kwa hiyo mnapokaa kwenye hizi nafasi, aminini mlipewa na watu, lakini aminini na wale walioteuliwa pia walipewa na watu. Halafu mtu anagombea hii nafasi haji kwenye vikao. Leo Sheikh Sururu anahangaika kuita watu, sisi tunahangaika kuita watu, katibu anahangaika kuita watu. Watu wamechukua mamlaka, wenzao waliyagombania, wengine walipata kura wakazidiana 1, wengine wakazidiana 3, wengine kwa umaarufu yao tu walichaguliwa hata kama hawapo, lakini wanaitwa kwenye vikao, wanakuwa ni watu sasa wa kubembelezwa. Katiba ya BAKWATA mimi naijua, kumtoa mtu haraka haraka ni kazi.